cha walimu nchini NAT kinashinikiza nyongeza asilimia 60 ya mishahara kwenye makubaliano mapya ya maelewano ambayo tayari yamewasilishwa kwa tume ya kuratibu mishahara wa wafanyakazi wa umma SRC. Naibu katibu mkuu wa NAT Hesbon Otieno anasema kwamba mkataba mpya wa maelewano pia umeidhinisha nyongeza asilimia 30 ya marupurupu ya walimu. NAT imekiri kwamba mkataba wa maelewano uliopo kwa sasa utamalizika kipindi chake cha kuhudumu tarehe 30 mwezi huu, ambapo walimu wanatarajiwa kupigania vigezo vingine vipya, na walimu hatakubali nyongeza ya chini ya asilimia 60 ya mishahara yao na asilimia 30 ya marupurupu yao. Kulingana na uchumi wa Kenya ilivoko sasa, tunaona kuwa walimu wakipata nyongeza katika mishahara yao ya asilimia 60 itakuwa mzuri. Sawa sawa? Asilimia ngapi? 60. Hiyo ndio tunaitisha kutoka kwa mwajiri. Tunajua hiyo proposal imeenda kwa Salaries and Remuneration Commission. Katika allowances zote tuna house allowance, commuter allowance, medical allowance. Zile allowance zinaenda extraneous allowance ambazo ziko katika salaries ya mwalimu. Tunasema hizo allowance zote ziongezwe at 30%. Hivi sasa tunajua wabunge wanafanya hii budget. Hii budget hii tunataka kusema, kwa sababu tunazika mwenzetu, wabunge waweke pesa ya kutosha ili mahali ambapo tunaenda huko mbele tusiwe tunaambiwa pesa inakuja shule kidogo kidogo. Tunataka ikuje ile ya kutosha, wanafunzi wetu, walimu wetu na stakeholders wote wapate kuwa na amani wakati pesa imekuja shule. Kuna ile wanaita capitation. Hakuna, inakuja kidogo kidogo. Badala ya kuja 50, 30 na 20%, muhula wa kwanza, muhula wa pili, muhula wa tatu, inakuja kama tone ya maji. Rambirambi zinaendelea kutolewa kufuatia